Ripoti kutoka shirika la habari la The New York Times kutoka nchini Marekani linadai kwamba kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei kwa sasa anaendelea kuisimamia nchi hiyo kupitia bodi maalum ya makamanda wanaoaminika wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Ripoti ya leo Alhamisi ya The New York Times iliwanukuu maafisa wakuu wa Iran, ambapo kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei anaelezwa kwamba ana akili timamu na anahusika na anaisimamia nchi kupitia bodi hiyo ya makamanda wanaoaminika zaidi, na maamuzi yote ambayo wakati huu yanafanyika ni kupitia yeye mwenyewe, ambapo amekuwa akiwaagiza makamanda hao. Khamenei ambaye hakuonekana wala kusikika hadharani tangu ateuliwe kushika wadhifa huo mwezi Machi, siku chache baada ya kujeruhiwa katika shambulizi lililomuua baba yake. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth alidai mapema mwezi Aprili kwamba Khamenei huenda aliharibika katika shambulizi hilo. Aliamini kwamba Khamenei pengine alikuwa na hali mbaya na kwamba asingeweza kufanya chochote, lakini ripoti za sasa zinaibuka kusema kwamba Ayatollah Mojtaba Khamenei bado anaisimamia nchi, lakini amekuwa akitoa maagizo kupitia bodi maalum ya makamanda wa IRGC. Inadaiwa pia kwamba hupokea madokezo yaliyoandikwa kwa mkono na masasisho kutoka kwa makamanda hao na kujibu kupitia maandiko pia. Mmoja kati ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Iran ambaye anafahamu juu ya masuala ya kisiasa na juu ya utawala wa sasa wa Khamenei, alihudumu katika baadhi ya marais waliopita katika nchi hiyo, amesema kwamba uongozi wa Khamenei ni kama uongozi wa ukurugenzi wa bodi ambao ameteua wajumbe wa bodi ambao anawaamini kufanya maamuzi yote. Majenerali ndio wajumbe wa bodi, alisema mtu huyo ambaye anafahamu yote hayo, lakini hakutajwa kupitia New York Times, akielezea mkusanyiko wa makamanda wa IRGC walioteuliwa na Khamenei kuiongoza Iran katika nyanja za ulinzi na mambo ya nje. Kulingana na New York Times, aina ya uongozi wa Khamenei unatofautiana pakubwa na ule wa baba yake Ayatollah Al-Khamenei ambaye alitawala kwa mamlaka kamili kabla ya kuuawa katika shambulizi la anga la IDF mwanzoni mwa operesheni ya Rising Lion. Majenerali wa IRGC ambao wana nguvu kubwa katika muundo mpya wa jeshi kama ilivyokuwa kipindi cha baba yake wamepewa mamlaka, bado wamekuwa na mamlaka, na ikumbukwe kwamba kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ni moja kati ya viongozi wakuu wa IRGC na ndiye anayetoa amri za IRGC. Kwa hivyo makamanda ambao wanafanya kazi kwa niaba ya Khamenei wamekuwa toa ripoti na wakipewa ripoti ya nini cha kufanya kupitia Mojtaba Khamenei. Kwa mujibu wa wachambuzi waliotajwa katika ripoti hiyo, majenerali wa IRGC wanasalia kuwa kikosi chenye nguvu nchini Iran kutokana na uhusiano wa kibinafsi wa Khamenei nao. Mkurugenzi wa mpango wa Chatham House wa Mashariki ya Kati na Afrika ya Kaskazini, Sanam Vakil, aliambia New York Times kwamba Khamenei hayuko katika amri kamili au udhibiti. Kuna labda heshima kwake, alisema Vakil. Anajiondoa au yeye ni sehemu ya muundo wa kufanya maamuzi kwa njia rasmi, lakini anawasilishwa na maonyesho ya wale aliowateua, anasema. Lakini ripoti kamili ya New York Times inaeleza kwamba Mojtaba Khamenei amekuwa akiendesha nchi kupitia makamanda hao akiwapa maagizo. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf alisema Jumamosi ya wikendi iliyopita kwamba jibu la Iran kwa pendekezo la hivi karibuni la Marekani la mapatano ya amani limeshirikiwa na Khamenei na kwamba msimamo wa kiongozi muadham kuhusu suala hilo utazingatiwa. Ni Khamenei ambaye amekataa nchi kuingia katika mazungumzo kutokana na kile kinachofanywa na Marekani. Ghalibaf hivi karibuni amechukua jukumu la mazungumzo na Marekani, New York Times iliripoti, huku waziri wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi akiwa ametengwa baada ya kuongoza mazungumzo kabla ya vita. Spika alikuwa ametoa sauti ya kiutendaji zaidi katika hotuba yake ya Jumamosi, akikiri kwamba Iran haina nguvu zaidi kuliko Marekani licha ya mafanikio yake ya kijeshi hivi karibuni, na wakati mwingine anaona watu wanasema tuliwaangamiza, alisema Ghalibaf. Hapana, hakuna aliyetuangamiza, bado wanahitaji kuelewa hili.